سميع عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatuna budi bali ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuweka hai na kutufikisha katika juma ingine baada ya kipindi kilichokuwa na baraka na rehema na neema nyingi sana, nacho ni kipindi cha Eidul Adha. Allah subhanahu wa ta'ala afaa kushukuriwa kwa sababu si wote walioupata mwezi huu wamefanikiwa kufika Ijumaa tulionayo siku ya leo. Wengine wamekwenda mbele za haki na wengine subhanallah wako vitandani, ni wagonjwa, na wengine labda wako katika shughuli moja ama nyingine. Lakini mimi na wewe alhamdulillah tumepata wasaa wa kuwa msikitini na kuweza kushiriki katika ibada hii tukufu ya kuswali swala ya Ijumaa. Hakika ningeomba mniruhusu nianze kwa kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anijalie uwezo wa kufikiria vyema, kwa sababu mada ambayo tutaizungumzia ni mada inayotuhusu wengi wetu kama sisi wote, na ni mada ambayo ni tata, yani inagusa mioyo ya wengi wetu, na pengine huenda ukasemekana jambo moja ama lingine ambalo likakugusa roho yako, likakuudhi ama likakupa mtazamo tofauti na ule uliokuwa nao juu ya hii mada. Mada yetu ya leo ni kuhusu ndoa. Yani nitajaribu kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala kuangalia vipengele 10 muhimu sana ambazo tukizitumia zitatusaidia kufanya ndoa zetu ziwe ni ndoa zinazotimiza malengo yake. Na hakika kwamba tutakubaliana juu ya jambo hili moja ambalo limekuwa ni tatizo sugu katika jamii yetu, na jambo hili ni jambo la talaka. Kwamba siku hizi maisha tunayoishi, talaka imekuwa kitu rahisi sana. Kulingana na utafiti wa ofisi ya kadhi mkuu wa Kenya, kulingana na utafiti wa household intervention kutoka katika mashirika ya kijamii katika jamii za Kiislamu, kila siku kunapatikana 35% ya ndoa kuvunjika. Ndoa nyingi zinazofungwa siku hizi zinabadilika ama zinavunjwa hata kabla ya kufikia mwaka. Yani ikiwa ndoa 10 zimefungwa katika mwezi, basi ndoa 3 zitavunjika, ndoa 5 zitakuwa hazina furaha, na ndoa 7 ni za kuvumiliana tu lakini hazitimizi malengo yake ya kuitwa ndoa. Ndugu zangu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndoa ni shatruddin, yani ni nusu ya dini yetu. Na ikiwa kitu ni nusu ya dini kwa sababu inakusaidia kutekeleza wajibu wako kama Muislamu, ni kwamba hicho kitu ni kitu cha msingi ambacho ni lazima tukuheshimu. Bila kukuheshimu itakuwa hatupati ile faida ya kwamba kitu kama hicho ni kitu ambacho kinatimiza kiasi kikubwa cha maisha yetu, ambayo ndiyo dini katika tafsiri ya kifalsafa ya Muislamu na maisha yake. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala anaisifu ndoa kama mithaqun ghalidh, yani ni kitu ambacho kinakuja kwa makubaliano baina ya watu wawili.
kwamba wataishi si kwa sababu ya haki zao, wataishi si kwa sababu ya obligations zao ama responsibility zao, wataishi kwa sababu ya mawaddata wa rahma, kwamba wataishi kwa sababu ya mapenzi, affection, na kwa sababu mapenzi yana muda, na kwa sababu mapenzi yana mitihani katika kuyakuza, Allah subhanahu wa ta'ala akaongeza neno rahma. Kama itakuwa mapenzi hayafanyi kazi, basi kuwe na huruma katika nyoyo zenu wakati mnaishi pamoja kama mke na mume. Hakika kwa kufafanua, ili kusudi iwe rahisi kwako wewe na kwangu mimi kufahamu tunazungumzia kitu gani, kila kitabu, makala niliyosoma, ilikuwa kuna makubaliano kwamba ndoa na kitu kizuri chochote kuweza kutekeleza lengo lake ni lazima nia ya kukifanya kile kitu iwe itakuwa iko wazi na itafungamana na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika falsafa tunasema intention plus action takes you to your destination. Yani nia yako na vitendo vyako vikichanganywa ndio vinavyojenga mwisho wako. Ikiwa nia yako haiko wazi na haikujengwa katika maadili yanayofaa kwenye uhusiano kama huu, vitendo vyako akhlaq vitakuwa si vitendo vinavyofanana na mtu ambaye ana nia ya kutekeleza wajibu wa jambo kama lile. Na ikiwa nia haiambatani na vitendo, mwisho huwa haueleweki. Na kwa hivyo ile reason ya kwa nini mtu anaoa inatoa msukumo mkubwa sana wa kumfanya yule mtu atekeleze yale majukumu yanayotakikana, ili kusudi ile nia isimame na baadaye kupatikane mazao ambayo yatatimiza lengo ya jambo kama hilo. Na katika haya tunazungumza leo itakuwa ni ndoa. Kwa hivyo power of intention, yani ukubwa, umuhimu wa nia, na ndio maana kila amali tunayoifanya kama Waislamu inatangulizwa na nia, kwa sababu nia ndio inayotoa direction, nia ndio inayojenga activities za kufanywa, nia ndio ina guide katika implementation ya yale unayoyafanya, na nia ndio ita control ile destination ambayo wataka kufika. Kwa hivyo ikiwa nia imelengwa katika kutekeleza hii nusu ya dini, nusu ya maisha, basi utafanya kila kinachostahili kufanywa ili kusudi utekeleze ule wajibu wako wa kuijenga nia yako. Ndoa haiwi ndoa kama haikujengwa katika dhamira ya husnu dhanna, kwa sababu tunaoana tukiwa watu wawili tofauti, waliozaliwa na wazazi wawili tofauti, waliokuzwa katika mazingira mawili tofauti, waliokwenda katika vyuo tofauti, waliokwenda katika mashule tofauti, pengine waliokwenda katika university tofauti, wanaofanya kazi tofauti, wenye DNAs ambazo ziko tofauti. Kwa hivyo watu kama hiyo wawili kuweza kukaa pamoja, ni lazima kuwe na lengo linalo waongoza wao ya jinsi watakavyoishi katika maisha yao, ili kusudi kuwe na acceptability ya wao baina ya mke na mume. Bala kadirina an nusawiya banana, ndio Mwenyezi Mungu anavyosema kwamba hakika ile tofauti iliyoko kati yetu, hata katika DNA yetu, tofauti iliyoko katika signature zetu, tofauti iliyoko katika fingerprints zetu, ndio tofauti iliyoko baina ya mke na mume. Hawawezi kuwa 100% wako sawa. Mke na mume wana struggle ya complement kila mmoja katika uhusiano wao, sio contradict na baadaye kukawa na conflict katika uhusiano wao. Kwa hivyo ile hali ya kwamba sisi tunakuwa na dhamira ya kwamba hii ndoa yetu ni ndoa iliyojengwa katika amri ya Allah subhanahu wa ta'ala,
ya kwamba kutakuwa na mawaddata wa rahma, kwamba kutakuwa na mapenzi, na kukikosekana mapenzi kutakuwa na huruma. Hii ndoa yetu itajengwa katika hali ya kwamba tunatimiza ile desire, yale matamanio ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwamba siku ya kiyama atakuwa na fakhri kwamba umma wake una population kubwa sana, na population haipatikani mpaka watu wawe wataoana, wazaane. Kwa sababu katika makasid sharia, moja ya makasid sharia ni kwamba tunazilinda zile nasaba zetu, na ndio maana tunaoana. Bila ya kuoana nasaba hupotea, kwa sababu huzaliwa watu nje ya ndoa, na kutambulikana ni nani baba ya yule aliyezaliwa nje ya ndoa, mara nyingine kuna kuwa na mtihani. Na ndio maana sheria ikawekwa makasidi yake, moja ni kujenga na kulinda nasaba, ili watu wajue pale wanapotokea nani aliyekuzaa kama mama na nani aliyekuzaa kama baba. Ndoa lazima ijengwe, na ndio maana katika khutba ya ndoa kuna aya 3 lazima zisomwe mara nyingi, na zote aya hizi 3 zinabeba neno kubwa sana, na neno hizi aya inalolibeba ni taqwa. Ya ayyuhalladhina ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladhi ya ayyuhalladhina amanu ittaqillah. Yani kila kinachofungamana na ndoa ni lazima kijengwe na uogopaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wanazuoni wa tafsiri na wanazuoni wa saikolojia wanasema maana ya kuwa uogopaji Mungu ndio kiegezo kikubwa katika kuoana ni kwa sababu mtu akimwogopa Mungu, akikupenda atakupenda kidhati, na ikiwa mapenzi yatamalizika hataweza kukudhulumu kwa sababu anaogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakati mambo yanaenda sawa, yatakwenda sawa vizuri sana, na wakati mambo yameharibika atakuwa na hofu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikiwa ni mke ama ni mume, hakutapatikana dhulma. Lakini ukiolewa ama ukioa mtu ambaye hana taqwallah, hana uogopaji wa Mungu, mapenzi, you see, mara nyingine you have to avoid arguing. Why? You can win but you lose something very important. In arguments, katika kubishana, katika kujibizana, katika kujadiliana, unaweza kuibuka mshindi wa majadiliano ukaharibu uhusiano wa maoano. Kwa hivyo, as much as you want to argue, stop it. Kwa sababu unaweza kuwin the argument with your wife, lakini that winning could create a fracture that will last forever. Sasa ukiona, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtu yoyote ambaye ana hakika katika argument yake ataweza kushinda, lakini akakataa kuargue, Mwenyezi Mungu atamjengea nyumba peponi. Mtu yoyote ambaye anajua mimi niko sawa, nikiingia katika huu mjadala nitashinda, lakini akawa anaogopa akiwa atashinda huenda akaharibu ule uhusiano, alafu akajitoa katika ule mjadala, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala atamjengea nyumba peponi. Na wewe na mkeo mkiwa katika majadiliano, ukaona sasa haya majadiliano yanaenda barabara mbaya, it's going toward the wrong direction, withdraw, Allah Subhanahu wa Ta'ala blesses you. Mwenyezi Mungu anakubariki kwa maisha mazuri hapa duniani na maisha mazuri kesho akhira. In the interest of time, ni muhimu sana kwamba the only time you should shout at your wife is the time when there is fire at home. Do you understand me? Tumeelewana? The only time you are allowed to shout to your wife is the time when there is a fire outbreak in the house. Wakati unaokubaliwa kupigia mkeo kelele ni wakati ikiwa kumeingia moto nyumbani. Any other time, no shouting. Ikiwa sauti yako ni sauti ya wale watu wengine ambao hawawezi kuzungumza polepole, maana kuna watu wengine they must shout. They always believe the other person is deaf. That's important to understand. You didn't marry a deaf.
Wewe hujaoa mwanamke ambaye hasikii, anasikia. Tazungumza, ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal mawa'idhatil hasana. Waiteni watu katika njia ya usawa kwa kutumia hikma, wisdom. With beautiful preaching, the word can build and the word can destroy. The word can build and the word can destroy. Neno laweza kujenga na neno laweza kuvunja. Kuwa mwangalifu yale maneno ambayo unayatumia. Hakikisha hata Firaun, Musa alipoambiwa kwenda kumnasihi Firaun, kwenda kumfanyia dawa Firaun, Mwenyezi Mungu alimwambia kaula lain, nenda katumie maneno laini, mazuri, soft words, because advices are like snow. The slower it falls, the bigger the mountain is formed. That's when you are able to give nice advice. Ni advice ambayo inatolewa kwa sauti nyororo, nyembamba, yenye utulivu katika nyoyo zetu, na ndiyo advice inayobadilisha watu tabia zao na kuwa bora kuliko vile waliopo. Ndugu zangu, hunna libasu lakum wa antum libasu hunna. Ndio Mwenyezi Mungu anavyosema katika Qur'an suratul Baqara aya 187 kwamba yeye ni blanketi lako na wewe ni blanketi lako. Kwa hivyo anything in the circle of marriage should never be shared by anybody, not even your parents. Don't seek advice from people when it comes to your marriage, because marriage is a personal choice, not a communal choice. It's your own choice. How come today, leo, wataka kuichukua choice yako umpeleke babako? Wataka kuichukua choice yako kumpelekea mamako? Wataka kumpelekea choice yako dada yako, jirani yako, rafiki yako? This is your choice. Sasa ni lazima ujue utadili vipi na hii choice, ili iendelee kuwa that. Marriage is a sacred entity. Serenity and secrecy is the principle of that institution. Kwamba wewe unajua ni mimi na mke wangu hapa ndani ya room, ni mimi na yeye, hata watoto wangu wako nje huko. So argument zetu tutafunga mlango hapa ndani ya room, tutamaliza mimi na yeye. Kama huwezi kumaliza wewe na yeye, I promise you, kuleta mtu mwingine kati, you are adding fire, you are adding fuel, waongeza kuni, na baadaye it's out of hand. Unfortunately, you have announced it to everybody. You know what? 80% ya watu unaowaambia matatizo yako ya ndoa wanafuraha kwamba ndoa yako itavunjika hivi karibuni. 80% ya watu unaowaeleza problem zako za maisha, they are happy. It is happening to you, not them. Only 20% maybe they'll sympathize, not empathize. Sympathize, watakuwa wana huruma na wewe kwamba unapitia kipindi kigumu katika maisha yako. Lakini majority will make it even bigger. And you know what? Ikiwa mke wako ana shida fulani na umemwelezea rafiki yako, akisikia kutoka rafiki yako inakuwa kubwa zaidi kuliko vile ilivyokuwa. Vereje ilikuwaje mpaka haya tuliyozungumza ndani ya bedroom yetu? Ilikuwaje yakafika nje? Ilifikaje sokoni? Ilifikaje kwa rafiki zako? Sasa badala ya kutuliza, matatizo yanakuwa makubwa sana. And always indirect reporting contradicts the direct reporting. Yani yule ambaye ataeleza yale uliyomwambia, hata yaeleza vile ulivyomwambia, ataongeza na tafsiri yake juu. Sasa zile tafsiri zile, kule kushaliki kule, kutaka kufahamisha watu waelewe zaidi kule, kuna haribu kila jambo. Na baadaye sasa ile tatizo lililokuwa pamoja ni sumi, sasa linakuwa 1000. Ndugu zangu, kwa sababu ya wakati, ni muhimu namba ya 5 kwamba sisi tuwe watu ambaye tunakubali kwamba everything in life grows old. Wangapi wale ambao wana umri wangu hivi sasa wanajikumbuka walivyokuwa wanaonekana walipokuwa miaka 18? Wangapi kati yetu tunakumbuka sura tulizokuwa nazo tulipokuwa miaka 18? You know the same? Kuna wengine hata ukimwambia mimi ni mtu yule fulani, anakuambia haiwezekani, sura zimebadilika, hivyo zinabadilika. And love also grows old. It's not always the first day. Marriage is not always a honeymoon. Kwa hivyo lazima uwe prepared psychologically kwamba hii uhusiano
kila ukiendelea kukua, kila ukiendelea kuzeeka, kutakuwa na vitu fulani I must accept that will not be there. Kwa hivyo ni lazima niwe na plani nyingine ya kuhakikisha kwamba it is still interesting, exciting, na ni jambo ambalo worth spending my life in. Number 6, always unapozungumza na mkeo au na mumeo, kwa dada zetu walioko nyuma, usilete historia katika present. Yesterday is history, tomorrow is mystery, but today is a present. That's why in English today is a gift. Ndio maana katika Kiingereza tunasema present tense. Sasa ikiwa unazungumza matatizo ya leo, usiyalete matatizo yaliyopita. Kuwa kama penseli. Penseli ina raba, kila makosa inayoyafanya inafuta. That's why pencil is better than pen. A pencil has a rubber. Any mistake you make in your life, don't carry forward. Don't. Sio ya ndoa peke yake, makosa yoyote uliyoyafanya katika maisha yako, utotoni, barabarani, that period is gone. Usiwe mwingi wa kukumbuka jana. Ukikumbuka jana kila wakati, kesho hutaiona na leo itakuwa na dhiki. It will not be easy to live today because you are always thinking and remembering things that have passed. It's history, let it go. Ikiwa katika maisha yako kuna chapter imeandikika vibaya, haimaanishi kwamba maisha yako yote ni mabaya, kwa sababu kitabu chenye chapter 10, moja ikiwa mbaya hakiwi kitabu kibaya. Kuna chapters zingine ambazo ni nzuri. Think of that thing that is a good. Na ndio maana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikifika wakati wataka kumwacha mkeo kwa sababu moja, kumbuka, kwa sababu moja mbaya, kumbuka ana mazuri 100 ambayo yanakufurahisha. Ikiwa ni moja tu ndilo baya, kuna mengine 101 mazuri. Don't use kitu kimoja kibaya cha tabia, cha mienendo, cha ndoa wewe na mke wako kuwa sababu kwamba ile institution ambayo ni sacred, divine institution ita collapse kwa sababu chakula kimejaa chumvi, kwa sababu hakukuomba ruhusa labda kwenda kwa jirani, kwa sababu one weakness cannot destroy all the strength that your wife has. Remember ndugu zangu, never sleep with an argument you have with your wife until you solve it. Any negative thought, psychologically, kulingana na saikolojia, fikra yoyote mbaya unayoilaza katika akili yako, usubuhi kamka inakuwa tabia yako, kwa sababu habits are made from our thoughts. Na ndio maana Saidina Ali radhiallahu anhu akasema, kuweni waangalifu na fikra zenu zinaathiri hisia zenu, na kuweni waangalifu na hisia zenu kwa sababu zinatafua tabia zenu, na kuweni waangalifu na tabia zenu kwa sababu hiyo ndio itachangia ule mwisho wenu. Kwa hivyo wakati kuna matatizo baina ya mke na mume, yatatuliwe kabla watu hawajalala. Mkilala nayo usubuhi yanakuwa greater, kwa sababu kila mmoja tafikiria zaidi wakati amelala, na mara nyingi hamtopata usingizi ulio sawa. Kwa hivyo kila mmoja atakuwa busy, amenifanyia hivi, akanifanyia hivi, akanifanyia hivi, akanifanyia hivi. Koko iko alfajiri imeamka, kichwa kimejaa, na kichwa kikajaa, moyo unapasuka, na moyo ukapasuka, mwili unakasirika, na alafu baadaye mambo yanakuwa mabaya. Ndugu zangu, at least once every day express your gratitude. Hii inaitwa vitamin G, gratitude, kwamba you are lucky kuwa na mke uliye naye hivi sasa. You are lucky. Mara nyingine we don't appreciate what we have in life. Bwana mmoja alikuwa na mkewe ambaye siku moja akawa anataka kuacha. Akaenda kwa kazi, akamwambia, kabla sijakuachisha huyu mumeo, nataka umpikie huyu mumeo chakula cha mwisho, lakini kila utakachotumia kukipika hiki chakula kiombe kwa majirani, kiombe kwa majirani. Mafuta omba, mchele omba, chumvi omba, kila kitu omba. Kila anapokwenda kwa jirani anamwambia, nyinyi mna uwezo wenu, kwa nini unakuja kuomba hapa? Kwa sababu nina shida na mume wangu na kadhi ameniambia niombe chumvi, kila kitu kwa majirani. Akasema, shida gani? Akamwambia, wewe mmoja, mimi ninazo 10. Nikwambie habari yangu? Ambia haya. Jirani wa pili, shida ni yangu ni kubwa zaidi. Kila jirani akarudi kwa padri akamwambia, kadhi, jana nilimpikia mume wangu kile chakula, lakini nataka kukupa habari njema, sitaki tena kuwatu. Kadhi akamwambia, kwa nini? Akasema, nimegundua kwamba kila mmoja ana shida katika ndoa yake. Nani hapa hana shida katika ndoa yake?
You just have to learn how to manage that marriage, how to manage that relationship. It doesn't, we are not angels. Sisi malaika, sisi ni binadamu. Ndugu zangu, at least when you have done something wrong, admit. Dawa ya guilty, dawa ya kuhisi vibaya ya jambo baya ulilolifanya ni kukubali kwamba umelifanya. It's a small word, small statement. So at the end of the day, ucommunicate wakati una emotions za kukasirika, kunajenga hisia duni katika moyo wako. You see, Allah subhanahu wa ta'ala anautaja moyo kwa majina matatu: al-qalb, sudur na fuad. The qalb is the real biological heart, but sudur is what surrounds that biological heart. Hasa unapokuwa na hasira, yale maneno unayozungumza mara nyingi yako katika sudur, the surrounding, the environment of the heart. Hasa ukiyatamka yana penetrate inside the heart, and when the heart is damaged, the tissues cannot be fixed. Kwa hivyo unakuwa ni muhimu kuzizuia zile tissues za moyo zisiweze kuharibika. Kwa sababu ya wakati, ndugu zangu, if one has, you see, mara nyingine you have to avoid arguing. Why? You can win but you lose something very important. In arguments, katika kubishana, katika kujibizana, katika kujadiliana, unaweza kuibuka mshindi wa majadiliano ukaharibu uhusiano wa maoano. Kwa hivyo, as much as you want to argue, stop it. Kwa sababu unaweza kuwin the argument with your wife, lakini that winning could create a fracture that will last forever. Sasa ukiona, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, mtu yoyote ambaye ana hakika katika argument yake ataweza kushinda, lakini akakataa kuargue, Mwenyezi Mungu atamjengea nyumba peponi. Mtu yoyote ambaye anajua mimi niko sawa, nikiingia katika huu mjadala nitashinda, lakini akawa anaogopa akiwa atashinda huenda akaharibu ule uhusiano, alafu akajitoa katika ule mjadala, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamjengea nyumba peponi. Na wewe na mkeo mkiwa katika majadiliano, ukaona sasa haya majadiliano yanaenda barabara mbaya, it's going toward the wrong direction, withdraw, Allah subhanahu wa ta'ala blesses you. Mwenyezi Mungu anakubariki kwa maisha mazuri hapa duniani na maisha mazuri kesho akhira. In the interest of time, ni muhimu sana kwamba the only time you should shout at your wife is the time when there is fire at home. Do you understand me? Tumeelewana? The only time you are allowed to shout to your wife is the time when there is a fire outbreak in the house. Wakati unaokubaliwa kupigia mkeo kelele ni wakati ikiwa kumeingia moto nyumbani. Any other time, no shouting. Ikiwa sauti yako ni sauti ya wale watu wengine ambao hawawezi kuzungumza polepole, manake kuna watu wengine they must shout. They always believe the other person is deaf. That's important to understand. You didn't marry a deaf. Wewe hujaoa mwanamke ambaye hasikii, anasikia. Tazungumza, ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal mawa'idhatil hasana. Waiteni watu katika njia ya usawa kwa kutumia hikma, wisdom. With beautiful preaching, the word can build and the word can destroy. The word can build and the word can destroy. Neno laweza kujenga na neno laweza kuvunja. Kuwa mwangalifu yale maneno ambayo unayatumia. Hakikisha hata Firaun, Musa alipoambiwa kwenda kumnasihi Firaun, kwenda kumfanyia dawa Firaun, Mwenyezi Mungu alimwambia kaulan layin, nenda katumie maneno laini mazuri, soft words, because advices are like snow. The slower it falls, the bigger the mountain is formed. That's when you are able to give nice advice. Ni advice ambayo inatolewa kwa sauti nyororo, nyembamba, yenye utulivu katika nyoyo zetu, na ndiyo advice inayobadilisha watu tabia zao na kuwa bora kuliko vile waliopo. Ndugu zangu, hunna libasu lakum wa antum libasu hunna. Ndio Mwenyezi Mungu anavyosema katika Qur'an, Surah Al-Baqarah aya 187, kwamba yeye ni blanketi lako
na wewe ni baba yake. Kwa hivyo anything in the circle of marriage should never be shared by anybody, not even your parents. Don't seek advice from people when it comes to your marriage, because marriage is a personal choice, not a communal choice. It's your own choice. How come today, leo, wataka kuichukua choice yako umpeleke babako? Wataka kuichukua choice yako kumpelekea mamako? Wataka kumpelekea choice yako dada yako, jirani yako, rafiki yako? This is your choice. Sasa ni lazima ujue utadili vipi na hii choice, ili iendelee kuwa that marriage is a sacred entity. Serenity and secrecy is the principle of that institution. Kwamba wewe unajua ni mimi na mke wangu hapa ndani ya room, ni mimi na yeye, hata watoto wangu wako nje huko. So argument zetu tutafunga mlango hapa ndani ya room, tutamaliza mimi na yeye. Kama huwezi kumaliza wewe na yeye, I promise you, kuleta mtu mwingine kati, you are adding fire, you are adding fuel, waongeza kuni, na baadaye it's out of hand. Unfortunately, you have announced it to everybody. You know what? 80% ya watu unaowaambia matatizo yako ya ndoa wanafuraha kwamba ndoa yako itavunjika hivi karibuni. 80% ya watu unaowaeleza problem zako za maisha, they are happy. It is happening to you, not them. Only 20% maybe they'll sympathize, not empathize. Sympathize, watakuwa wana huruma na wewe kwamba unapitia kipindi kigumu katika maisha yako. Lakini majority will make it even bigger. And you know what? Ikiwa mke wako ana shida fulani na umemwelezea rafiki yako, akisikia kutoka rafiki yako inakuwa kubwa zaidi kuliko vile ilivyokuwa. Vereje ilikuwaje mpaka haya tuliyozungumza ndani ya bedroom yetu? Ilikuwaje yakafika nje? Ilifikaje sokoni? Ilifikaje kwa rafiki zako? Sasa badala ya kutuliza, matatizo yanakuwa makubwa sana. And always indirect reporting contradicts the direct reporting. Yani yule ambaye ataeleza yale uliyomwambia, hata yaeleza vile ulivyomwambia, ataongeza na tafsiri yake juu. Sasa zile tafsiri zile, kule kushaliki kule, kutaka kufahamisha watu waelewe zaidi kule, kuna haribu kila jambo. Na baadaye sasa ile tatizo lililokuwa pamoja ni sumni, sasa linakuwa 1000. Ndugu zangu, kwa sababu ya wakati, ni muhimu namba ya 5 kwamba sisi tuwe watu ambaye tunakubali kwamba everything in life grows old. Wangapi wale ambao wana umri wangu hivi sasa wanajikumbuka walivyokuwa wanaonekana walipokuwa miaka 18? Wangapi kati yetu tunakumbuka sura tulizokuwa nazo tulipokuwa miaka 18? You know the same? Kuna wengine hata ukimwambia mimi ni mtu yule fulani, anakuambia haiwezekani, sura zimebadilika hivyo, zinabadilika. And love also grows old. It's not always the first day. Marriage is not always honeymoon. Kwa hivyo lazima uwe prepared psychologically kwamba hii uhusiano, kila ukiendelea kukua, kila ukiendelea kuzeeka, kutakuwa na vitu fulani I must accept that will not be there. Kwa hivyo ni lazima niwe na plan nyingine ya kuhakikisha kwamba it is still interesting, exciting, na ni jambo ambalo worth spending my life in. Number 6, always unapozungumza na mkeo au na mumeo, kwa dada zetu walioko nyuma, usilete historia katika present. Yesterday is history, tomorrow is mystery, but today is a present. That's why in English today is a gift. Ndio maana katika Kiingereza tunasema present tense. Sasa ikiwa unazungumza matatizo ya leo, usiyalete matatizo yaliyopita. Kuwa kama penseli. Penseli ina raba, kila makosa inayoyafanya inafuta. That's why pencil is better than pen. A pencil has a rubber. Any mistake you make in your life, don't carry forward. Don't. Sio ya ndoa peke yake, makosa yoyote uliyoyafanya katika maisha yako, utotoni, barabaroni, that period is gone. Usiwe mwingi wa kukumbuka jana. Ukikumbuka jana kila wakati, kesho hutaiona na leo itakuwa na dhiki. It will not be easy to live today.
Because you're always thinking and remembering things that have passed. It's history. Let it go. Ikiwa katika maisha yako kuna chapter imeandikika vibaya, haimaanishi kwamba maisha yako yote ni mabaya. Kwa sababu kitabu chenye chapter 10 moja ikiwa mbaya, hakiwi kitabu kibaya. Kuna chapters zingine ambazo ni nzuri. Think of that thing that is a good. Na ndio maana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikifika wakati wataka kumwacha mkeo kwa sababu moja, kumbuka kwa sababu moja mbaya, kumbuka ana mazuri 100 ambayo yanakufurahisha. Ikiwa ni moja tu ndilo baya, kuna mengine 101 mazuri. Don't use kitu kimoja kibaya cha tabia, cha mienendo, cha ndoa wewe na mke wako kuwa sababu kwamba ile institution ambayo ni sacred, divine institution ita collapse kwa sababu chakula kimejaa chumvi, kwa sababu hakukuomba ruhusa labda kwenda kwa jirani, kwa sababu one weakness cannot destroy all the strength that your wife has. Remember ndugu zangu, never sleep with an argument you have with your wife until you solve it. Any negative thought, psychologically, kulingana na saikolojia, fikira yoyote mbaya unayoilaza katika akili yako, usubuhi kamka inakuwa ni tabia yako, kwa sababu habits are made from our thoughts. Na ndio maana Saidina Ali radhiallahu anhu akasema, kuweni waangalifu na fikra zenu zinaathiri hisia zenu, na kuweni waangalifu na hisia zenu kwa sababu zinatafua tabia zenu, na kuweni waangalifu na tabia zenu kwa sababu hiyo ndio itachangia ule mwisho wenu. Kwa hivyo wakati kuna matatizo baina ya mke na mume, yatatuliwe kabla watu hawajalala. Mkilala nayo usubuhi yanakuwa greater, kwa sababu kila mmoja atafikiria zaidi wakati amelala, na mara nyingi hamtopata usingizi ulio sawa. Kwa hivyo kila mmoja atakuwa busy, amenifanya hivi, akanifanya hivi, akanifanya hivi, akanifanya hivi. Koko iko alfajiri imeamka, kichwa kimejaa, na kichwa kikajaa moyo unapasuka, na moyo ukapasuka mwili unakasirika, na alafu baadaye mambo yanakuwa mabaya. Ndugu zangu, at least once every day express your gratitude. Hii inaitwa vitamin G, gratitude, kwamba you are lucky kuwa na mke uliye naye hivi sasa. You are lucky. Mara nyingine we don't appreciate what we have in life. Bwana mmoja alikuwa na mkewe ambaye siku moja akawa anataka kuacha. Akaenda kwa kazi, akamwambia, kabla sijakuachisha huyu mumeo, nataka umpikie huyu mumeo chakula cha mwisho, lakini kila utakachotumia kukipika hiki chakula kiombe kwa majirani, kiombe kwa majirani. Mafuta omba, mchele omba, chumvi omba, kila kitu omba. Kila anapokwenda kwa jirani anamwambia, nyinyi mna uwezo wenu, kwa nini unakuja kuomba hapa? Kwa sababu nina shida na mume wangu na kadhi ameniambia niombe chumvi, kila kitu kwa majirani. Akasema, shida gani? Akamwambia, wewe mmoja, mimi ninazo 10. Nikwambie habari yangu? Ambia, haya. Jirani wa pili, shida ni yangu ni kubwa zaidi. Kila jirani akarudi kwa kadhi, akamwambia, kadhi, jana nilimpikia mume wangu kile chakula, lakini nataka kukupa habari njema, sitaki tena kuwatu. Kadhi akamwambia, kwa nini? Akasema, nimegundua kwamba kila mmoja ana shida katika ndoa yake. Nani hapo hana shida katika ndoa yake? You just have to learn how to manage that marriage, how to manage that relationship. It doesn't, we are not angels. Sisi malaika, sisi ni binadamu. Ndugu zangu, at least when you have done something wrong, admit. Dawa ya guilty, dawa ya kuhisi vibaya ya jambo baya ulilolifanya ni kukubali kama umelifanya. Ukikubali kama umelifanya, when you admit you are wrong, you get natural suggestions on how you can make yourself right. Ndugu zangu, I want to summarize in the interest of time. 10 C's of marriage. As you live here, have these C's in your mind. It summarizes the entire discussion ambayo nimekuwa nayo hapa. C ya kwanza, consciousness, taqwa. Remember, C of consciousness. Put God first in everything that you do. C number 2, communicate regularly with your wife. Communicate. A word said clears many dark clouds that surrounds that relationship. Number 3, have more commitment. Kuwa, this is something you decided to do. Sasa kuwa na commitment, kwamba kila siku utakuwa karibu zaidi na mkeo ama na mumewe. Number 4, be creative. Mambo yanafanywa tofauti ndugu yangu. Wewe nyinyi mtokea muoane, kitanda kimelekea kibula tu. Subhanallah, what's wrong with you? If you can't change anything, then change the direction of the bed.
Kuanzia mwawane, kochi kubwa liko right, dogo liko, change that. Kuanzia mwawane, subhanallah, missionary, do something else more interesting. What's wrong with you? There are many exciting things you can do in life. Don't make that relationship boring. This is life. Marriage is life. Marriage is life. You are living with that person for 24 hours every day. Now, kama hutaki ikuwe na raha na starehe na tofauti za kila aina na kila aina, kama huwezi, kama mlikuwa mkibusiana mikono, sasa you hug each other so that you feel the movement of the heart of one another. Ikiwa mlikuwa ni masharifu mwana mkono peke yake, sasa kuweni wazungu. Now you kiss, now you do this, now you do that, now you do that. Kila siku lazima kuwe kitu kipya, ile ndoa iwe mpya kila wakati. Have as many surprises as possible. But the way women like surprises. Wewe umekuwa kama Nigeria, unavaa kanzu na kofia na jalbab na nini, alafu ndio unaenda bedroom. What's wrong with you? Is she your sister? You have a nice mukta, put that mukta, show what Allah subhanahu wa ta'ala gave you. Make her go crazy. Then now you understand that there are new things that are coming up. Number 4, care and love. Care. Show some concern in the interest of time. Remember to connect, partnership, collaboration, synergy, creates energy. Have you ever told your wife, this is another question, ushawahi kumwambia mke wako ni kipande gani cha mwili wako mtu kitalipua kila kitu? How many of you have told your wife kwamba mke wangu ukinishika sikio hapa, Allahu Akbar, I go to the next one. Ukinishika tu nishike tu hapa. Mke wangu ukinishika dole langu la gumba, Allahu Akbar, ni kama ambao umentilia diesel nyingine zaidi. Have you ever told your wife? Then how do you expect her to know kwamba hii akifanya hii asifanye hii, wewe utakuwa umetosheka ama hujatosheka? Ndugu zangu, my psychology tells me, there are so many kids here, don't worry, children, close your ears. My psychology tells me the most interesting part of the intimacy between a man and a woman is to talk about it after it is over. Don't sleep. Jiambieni how it was. In the process of discussing it, unapata energy mpya. Na mambo mengine yanakuwa mazuri. In the interest of time, consultation, kuelezana, competition, wewe unataka kuwa mzuri kuliko yeye na yeye anataka mzuri kuliko yeye. Compromise, sometimes you have to go low. Kwa sababu you have to be flexible. Lazima ukue flexible katika ule uhusiano. Wewe si mnazi shekhe, kwamba huwezi kuzama machungu kwa sababu wewe ni mnazi. Wala wewe si ndovu kwamba huwezi kugeuka simba. Wewe ni binadamu, na mwanadamu amepewa uwezo na Allah subhanahu wa ta'ala kujibadilisha katika kila aina ya mfumo ili aweze kufit katika environment yake. Kwa hivyo tukiwa sitting room environment tofauti, tukiwa bedroom environment tofauti, na kadhalika na kadhalika. Na mwisho kuwa na contentment, kuwa na ghina kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, at least you are better than so many people. Ukisoma research za watu na marriage zilivyo na shida, I want to tell you today, nataka niwaambie nyinyi na mimi kwamba you and me, we are very lucky to have the wives that we have. So be proud of her and keep moving, and life will be great. Allahumma sahhil lana mimma nurid wa najina mimma nakhaf bifadlika latif. Allahumma rizqna faman thaqiba wa hifdhan wasi'a wa ma'rifatan tama wal aqli salim fi jismi salim wa tabiatan mustaqima wa salamatan sarira walhamdulillahi rabbil alamin. Shukran. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فقد فاز المتقون إن للمتقين مفازا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا
أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. عباد الله، واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. قولوا جميعا استغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جهد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر، واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدا فيه بنفسه، وثنى بملائكة المسبحة بقدسه، وثلت بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، ورضى اللهم عن الخلفاء نبيك على التحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وعن الناطق بالحق والصواب مزين المنبر والمحراب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعن جميع سور القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعن أسد الله الغالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعن الستة الباقين من العشرة الذين بايعوه تحت الشجرة، وعن أم نبيك على خير الناس سيدنا الحمزة والعباس، وعن السيدين النيرين سيدنا الحسن والحسين، وعن أمهما الزهراء البتول سيدتنا فاطمة بنت رسول، وعن جميع أصحاب رسول الله أجمعين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واختم لنا بالخير منك أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.